Kuna wazazi wengi sana leo wanajali tu elimu ya darasani. Wanakazana tu mtoto asome. Yaani wanamlea mtoto kwenye kitanda cha kusoma, asome. Yaani mtoto asome, apate A, apate B, asome tu yaani. Mzazi hajui kabisa kwamba mtoto pia anatakiwa apate muda wa kufanya mazoezi. Apate muda wa kucheza, apate muda wa kupumzika, apate muda aruke, yani achangamshe mwili wake, akiwa na wenzake, anakimbia, anacheza, anafanyaje, anafurahi. Wazazi, yaani unajikuta mzazi unamlea mtoto tu kwenye kusoma. Shuleni yuko busy full time mfululizo, anasoma. Akija nyumbani hata siku ya Jumapili, ametoka kanisani. Utasikia tu, ingia ndani, fanya homework, maliza kazi zako zote, lala. Yaani hana muda wa kuambiwa kwamba kacheze kwanza, ruka, burudika, changamka na wenzako baadaye urudi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako na kwa ajili yako wewe mwenyewe. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tukaone faida za michezo kwa watoto. Faida ya kwanza ni kujenga afya bora ya mwili. Mtoto anayefanya mazoezi, misuli inakuwa, afya inajengeka, anaepukana na magonjwa, anaepukana na obesity, yaani unene ule usiokuwa na msingi tumboni. Unamkuta mtoto amening'iniza tumbo, ni mdogo kwa sababu hafanyi mazoezi. Inamsaidia mtoto hata katika ukuaji wake wa ubongo, wa fahamu, yaani akili inachangamka, inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo mtoto anayefanya mazoezi anakuwa anapata faida hizo, na mtoto anayefanya mazoezi anakuwa amechangamka sana, anakuwa hajazubaa kwa sababu muda mwingi anakuwa yuko kwenye move, yani anacheza, anaruka, anakimbia, anaonana na wenzake, kama ni kamba anaruka kamba, kama ni kuimba anaimba, yani mwili wake unachangamka, misuli inajengeka, anakuwa na afya bora, unamuepusha na magonjwa. Yani hizi pressure zisizokuwa na maana zinakuwa zinampita mbali. Faida ya pili, mazoezi yanaongeza akili na uwezo wa kujifunza haraka. Mtoto anayefanya mazoezi, yani mwili wake, akili yake inakuwa vizuri. Yani unakuta anakuwa na kumbukumbu nzuri. Ana uwezo wa kufikiri kwa umakini kwa sababu akili inakuwa imechangamka. Ana uwezo wa kufanya vizuri darasani. Ndio maana hebu jiulize, kuna watoto ambao unakuta ni wana michezo. Ana muda mchache tu wa kusoma. Muda mwingi unakuta yuko michezoni kule, yani yuko na timu kule, anacheza, anakimbia riadha, sio ameenda umeseta, umetashumita, sio nini, ameenda kule. Anaporudi tu anakuwa tofauti na wale aliowaacha wakiwa busy wanasoma, kwa sababu akili yake inakuwa muda wote iko active, imechangamka. Kwa hiyo ina uwezo wa kushika vitu haraka kuliko yule mtoto ambaye amekaa tu amejikunyata anasoma tu, yani hana mambo mengine anayofanya zaidi ya kusoma. Hata akitoka shuleni akienda nyumbani ni kusoma tu, atafanyi kazi. Faida ya tatu, mazoezi yanajenga nidhamu na kujitawala. Mtoto ambaye anafanya mazoezi anajifunza kuwa na ratiba, anajifunza kuwa mvumilivu, anajifunza pia kujituma. Yani anajua kabisa kwamba huu muda ninaenda kucheza, muda mwingine unaofuata nitakaa nijisomee, nitakaa nifanye homework, muda wangu mwingine nitalala. Kwa hiyo inamjengea nidhamu. Hata anapokuwa mtu mzima anakuwa ni mtu ambaye ana ratiba, anakuwa ni mtu ambaye ana nidhamu, anakuwa ni mtu ambaye anajituma, kwa sababu mazoezi yanamfanya mtoto yani afanye, yani hata kama anajisikia wakati mwingine amechoka. Kwa hiyo hiyo inamfundisha hata anapokuwa mtu mzima anakuwa mvumilivu. Hata anapokuwa anaona amechoka, hata hakati tamaa, lazima amalizie jambo ambalo alilokuwa anatakiwa kulifanya. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu sana kwa watoto. Faida ya 4 ni kupunguza msongo wa mawazo na stress. Watoto pia wana changamoto zao, wana mawazo, wana mambo ambayo wanapitia, lakini mtoto ambaye anafanya mazoezi, unajikuta muda mwingi anajenga kufurahia, anatengeneza tabasamu, anakuwa anafurahi na wenzake, anachangamana na wenzake. Ule muda ambao anakuwa anacheza, anaruka, anakimbia, kama ni nini anafanya, yani mazoezi, anachangamka mwili wake. Mara nyingi unamkuta huyo mtoto anakuwa hana kabisa stress, msongo wa mawazo kwake unakuwa pembeni, kwa sababu anakuwa na watu ambao anahusiana nao, anakuwa na watu ambao anakimbizana nao, anacheza nao.
Kwa hiyo msongo wa mawazo unapungua pale. Ndugu mzazi, ndugu mlezi, ndugu mwalimu, ndugu yoyote unayenisikiliza na kunitazama kwenye video hii, usifikiri kwamba watoto hawana changamoto. Usifikiri kwamba watoto hawana mawazo, na wao pia wanayo, lakini je, wanayapunguzaje? Wanayaondoaje? Ni njia nzuri sana kuacha wacheze, kuacha wafanye mazoezi, yanawasaidia sana. Faida ya 5 ni kujenga ujasiri na uhusiano na wengine. Mtoto anayefanya mazoezi anakuwa amechangamana na wenzake. Pale anapokuwa anafanya mazoezi na wenzake, manake mara nyingi kufanya mazoezi kunakuwa ni katika makundi. Unakuta kundi hili wanafanya zoezi hili, kundi hili wanafanya. Kwa hiyo ile inamfanya anachangamana na watu wengine. Anapata marafiki. Anajifunza kuishi na watu wengine. Hiyo inamfanya ashirikiane na watu wengine. Anapokuja kuwa mtu mzima, anakuwa ameshajua kushirikiana na watu wengine. Anakuwa anakubalika kwa sababu pia ana uwezo wa kuchangamana, anajiamini, ana uwezo wa kufanya mazoezi na watu wengine, akachangamana, akaongea nao, akapunguza mambo ambayo yalikuwa yamemsonga katika maisha yake. Kwa hiyo ni jambo jema sana kuwafundisha watoto mazoezi, kuwasaidia kufanya mazoezi, kuambia umuhimu, kukaa nao na kuwafanyisha mazoezi inapobidi. Tusiwaache tu tukawaweka katika kitanda cha kusoma au katika kiti cha kusoma. Saa zote ni soma soma soma. Unamchungulia kabisa, unamkuta pale anasinzia. We, amka, funua kitabu. Hakiingii kitu pale. Ukiona hivyo unamwambia nyanyuka, weka vitabu pembeni, hebu njoo hapa tufanye mazoezi. Unaanza naye, umechangamka naye. Luka luka luka. Luka luka luka. Cheza cheza. Mwisho wa siku mtoto anachangamka, mwili unachangamka. Hata ukimwambia sasa nenda kaoge, pitia kidogo kwenye daftari lako, angalia sehemu gani ulikuja pitia, ufanye homework, kalale, unakuwa umemsaidia sana. Mzazi mpendwa, mtoto wako si akili tu, bali ni mwili unaokua. Mwili ambao unatakiwa kujengwa kwa mazoezi na kufundishwa. Usimjenge mtoto wako kwenye kitanda tu cha kusoma, mjenge pia kwenye uwanja wa michezo. Mfundishe mtoto kucheza, mfundishe mazoezi, mfundishe kuchangamana na watu wengine, watoto wenzake anapokuwa anacheza. Mwambie ondoka, nenda kacheze na wenzako, nenda kafanye mazoezi. Hebu waite marafiki zako, walete hapa. Haya, fanyeni mazoezi, changamkeni, chezeni. Unakuwa umemsaidia sana kwenye maisha yake yote. Unakuwa umemsaidia sana kuja kuwa mtu. Ndio maana watu ambao hawafundishwi kufanya mazoezi wakiwa watoto wadogo, hata anapokuwa amekuwa mtu mzima anakuwa hana hiyo tabia. Akiona watu wanaofanya mazoezi tu anashangaa, anasema wewe unataka kukonda, kwa nini unataka? Yaani anawaza watu wanaofanya mazoezi ni wale wanaotaka kukonda au wale wanaotaka kupunguza uzito. Hajui kwamba watu wengine wanafanya mazoezi kwa ajili ya afya ya mwili. Kwa hiyo tuwafundishe watoto mapema kabisa, wajue kwamba kuna umuhimu sana katika kufanya mazoezi. Bila shaka umejifunza kitu kikubwa sana siku ya leo. Usiache kucomment, usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa Moyo wa Malezi. Mungu akubariki. Asante.